Uhari gani mtazamaji wa Toka Zamani TV, ikiwa leo ni tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2021, Jumatatu hii. Karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, na mikononi mwangu ninalo gazeti la Mwananchi, gazeti la Uhuru, gazeti la Majira, gazeti la Nipashe, gazeti la Jamvi la Habari. Pia ninayo magazeti ya michezo, gazeti la Champion pamoja na gazeti la Mwanaspoti. Haya ndio magazeti ambayo niko nayo mikononi mwangu siku hii leo, ambayo tutakwenda kutizama habari zilizopewa kipaumbele katika kurasa za mbele za magazeti haya. Endelea kusalia hapo, kikubwa usisahau kulike na kusubscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa za habari mpya ambazo zinawekwa hapa Toka Zamani TV. Na moja kwa moja tuanze kulitazama gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi, habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge mtegoni. Rais Samia watolea uvivu wanaoendeleza minyukano bungeni. Askofu amshauri kuwa makini na wanaomsifia kwa kujipendekeza. Habari hii kwa undani zaidi inapatikana katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 4. Gazeti la Mwananchi siku ya leo liko limepambwa na picha ya Rais Samia akiwa na viongozi mbalimbali, akiwemo Rais wa Zanzibar katika dua hii iliongozwa na viongozi wa dini. Tukiachana na habari hii, habari nyingine zilizopewa kipaumbele katika gazeti la Mwananchi ni kiwanda cha kuchakata mihogo kujengwa Chalinze. Habari hii ni katika ukurasa wa 24. Awesu wasimamisha kazi 6 Moruasa. Habari hii ni katika ukurasa wa 8. Lakini kaya 178 Ngorongoro matatani imo ya waziri. Habari hii ni katika ukurasa wa 3. Ukijipatia nakala yako gazeti la Mwananchi utakwenda kusoma kwa uzuri zaidi habari hizi zilizopewa kipaumbele. Lakini habari nyingine iliyopewa kipaumbele katika gazeti hili ni uchuuzi, serikali yaondoa wamachinga katikati ya mji Zanzibar. Ukurasa wa 12 una undani wa taarifa hii. Lakini fahamu wasaidizi wa Rais Samia. Habari hii ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi. Jipatie nakala yako gazeti la Mwananchi utakwenda kusoma kwa uzuri zaidi habari hizi zilizopewa kipaumbele. Pia ninalo gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe, habari iliyopewa kipaumbele, viongozi wa dini wawajia juu wanasiasa wanafiki, waahidi kuwafanyia maombi maalum. Samia aonya wabunge wanaomlinganisha na Magufuli. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe. Lakini habari nyingine iliyopewa kipaumbele katika gazeti la Nipashe ni waziri wa maji asimamisha watumishi. Habari hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe. Lakini pia Nipashe limeandika mafuriko yalivyokosesha makazi mamia ya kaya. Habari hii ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti la Nipashe. Lakini pia Nipashe yaliyomo limeandika katika ukurasa wa 4, 8 kurithi mikoba ya Dr. Bashiru CCM. Habari hii zinapatikana katika ukurasa wa 4 kama nilivyokueleza. Lakini pia ukurasa wa 5, kesi 61 unga za ripotiwa mkoa mmoja kwa miezi 24. Undani wa habari hii pia upo katika gazeti la Nipashe. Lakini pia Nipashe katika ukurasa wa 10 limeandika wanachama 6 ACT waachiwa huru. Habari hii kwa undani zaidi inapatikana katika gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii. Kaya 10 zafikishwa kortini madai ya kutokuwa na vyoo. Habari hii ni katika ukurasa wa 3. Lakini waziri Mwambe aipa benki ya CRDB siri ya uwekezaji. Habari hii ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Ukijipatia nakala yako utakwenda kusoma kwa uzuri zaidi habari hizi zilizopewa kipaumbele katika gazeti hili la Nipashe. Lakini pia tukiachana na gazeti la Nipashe, nalo gazeti la Majira, habari iliyopewa kipaumbele katika gazeti la Majira ni vijana 854 wa JKT watimuliwa. Ni kwa kuanzisha mgomo kuandamana kwenda kumuona Rais Samia kushinikiza kuajiriwa jeshini, warejeshwa nyumbani. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania atoa onyo kali. Habari hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini Majira pia limeandika Rais Samia waonya wabunge, awataka kujadili bajeti. Habari hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini pia Majira limeandika wanaochafua rekodi ya Magufuli wazidi kushukiwa. Habari hii ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini pia gazeti la Majira limeandika mke wa hayati Magufuli aendelea na matibabu. Habari hii ni katika ukurasa wa 4. Rais Samia aendelea kusuka safu yake ateua. Habari hii ni katika ukurasa wa 2. Waziri atumbua vigogo maji. Habari hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Nikiachana na gazeti la Majira, ninalo gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia awasha moto, awataka wabunge kuepusha mijadala isiyo na afya kwa taifa, awashauri waache kulinganisha utendaji wake na hayati Magufuli, awasihi
wajikite kujadili bajeti ya serikali ya mwaka 2021 2022. Habari iko ndani zaidi ikiwa inapatikana katika ukurasa wa pili. Gazeti la Uhuru limepambwa na habari picha ikionyesha Rais Samia akishiriki katika dua. Habari nyingine iliyopewa kipaumbele katika gazeti la Uhuru ni viongozi wa dini nchini wawakemea wanasiasa waovu wanaosaka vyeo. Habari hii katika ukurasa wa pili. Watumishi wa umma kupandishwa madaraja serikalini. Habari hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru. Lakini pia gazeti la Uhuru, habari nyingine iliyopewa kipaumbele ni CCM Ilala yataka jiji la Dar ligawanywe upya. Habari hii katika ukurasa wa 5. Makamu wa pili wa Rais Zanzibar asema muungano umeleta manufaa bara visiwani. Habari hii katika ukurasa wa 10. Lakini habari nyingine zilizopewa kipaumbele katika gazeti la Uhuru, ukweli daima, ni Babu Mbaloni akituhumiwa kumbaka mjukuu wake. Habari hii katika ukurasa wa ndani wa gazeti la Uhuru. Lakini pia gazeti la Uhuru limeandika msipokee fedha za wanaomba suluhu ubakaji DC chake. Habari hii inapatikana katika kurasa za ndani za gazeti la Uhuru. Lakini pia Uhuru limeandika waziri Aweso awasimamisha kazi watumishi 6 mamlaka ya maji. Habari hii inapatikana pia katika kurasa za ndani za gazeti la Uhuru. Habari hii imepewa kipaumbele katika magazeti karibu yote ya leo April 19. Pamoja na gazeti la Uhuru linalo gazeti la Jamvi la Habari. Yenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia awafunda wabunge. Moja ni kwa kitendo cha wao kuendeleza mjadala unaomlinganisha Magufuli na yeye. 2 awataka wajikite kujadili ajenda za nchi. 3 awakumbusha kujikita katika kujadili bajeti na kupitisha, akisisitiza yeye na Magufuli ni kitu kimoja. 4 awapongeza viongozi wa dini walioliombea taifa, toa mwelekeo wa taifa kuhusu corona. Habari iko ndani zaidi inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Jamvi la Habari. Lakini waziri mkuu awataka wa Tanzania kuwalinda vijana. Habari hii katika ukurasa wa 5. Lakini habari iliyopewa kipaumbele ni usiyoyajua kuhusu mradi wa bwawa la Julius Nyerere. Hapa yameandikwa mambo kadhaa ambayo huyajui kuhusiana na mradi huo, ujenzi wa bwawa, huku gazeti hili likiwa limepambwa na picha mbalimbali zikionyesha bwawa hilo. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yamegusiwa kwa uchache ni ujenzi wake utahusisha ujenzi wa bwawa kuu. Lakini pia ujenzi wake unafanyika baada ya maboresho ya upembuzi yakinifu uliofanyika mwaka 2014. Lakini pia uzalishaji wa megawatt 2115. Undani wa taarifa hii upo katika gazeti lako la Jamvi la Habari. Jipatie nakala yako ili uweze kusoma kwa uzuri zaidi habari hii. Sasa tugeukie magazeti ya michezo. Ninalo gazeti la Mwanaspoti pamoja na gazeti la Champion. Gazeti la Mwanaspoti habari iliyopewa kipaumbele ni bonge la surprise. Mtunisia wa Yanga kutikisa jiji la Dar leo, mbwembwe za mponza Mfaransa. Habari hii kwa ndani zaidi inapatikana katika gazeti lako la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Lakini Mwanaspoti limeandika Boko arejea kibingwa, Simba bado 3 tu kileleni, yaipiga pressure Yanga. Habari hii inapatikana katika kurasa za ndani za gazeti la Mwanaspoti. Lakini pia habari nyingine iliyopewa kipaumbele katika gazeti hili ni VPL ijayo ni Kagera Sugar vs Simba Jumatano saa 10 jioni. Lakini ligi kuu bara kesho Jumanne ni Coastal Union na Mtibwa saa 10 jioni Mkwakwani Tanga. Pia Simba SC Yanga ni vita nzito. Habari hii inapatikana katika kurasa za ndani za gazeti la Mwanaspoti. Lakini leo Messi awavuruga mabusi Barcelona. Habari hii inapatikana katika kurasa za ndani za gazeti hili la Mwanaspoti. Lakini match EPL ni Leeds United vs Liverpool ni leo Jumatatu saa 4 kamili usiku. Jipatie nakala yako ya gazeti la Mwanaspoti ili uweze kujua kwa ndani zaidi surprise hii ya Mtunisia wa Yanga. Kiachana na gazeti la Mwanaspoti, nalo gazeti la Champion. Habari iliyopewa kipaumbele katika gazeti la Champion ni mtoto wa Manja tu wa Yanga amekuja leo na dege la Kiarabu. Shughuli imeanza rasmi, ile kampa tena inarudi. Habari nyingine iliyopewa kipaumbele katika gazeti la Champion ni Simba watamba, hakuna Yanga anaingia first 11 ya Simba. Hapa gazeti hili limepambwa na picha ikionyesha kikosi cha Simba hiki na wachezaji wake. Huku kuna picha ya Kalinyo, Saido pamoja na Mukoko. Huku limeandika Saido, Mukoko wazua mjadala, watu wa Mugalu pamoja na Bwalia. Mwadui akiona cha moto
ni Simba 1 Mwadui 0. Ukijipatia nakala yako gazeti la Champion Jumatatu utakwenda kusoma kwa uzuri zaidi habari hizi zilizopewa kipaumbele. Lakini pia habari nyingine ni Fiston adaiwa kutelekeza familia, mkewe amfuata daa na watoto. Habari hii inapatikana pia katika kurasa za ndani za gazeti la Champion leo Jumatatu. Jipatia nakala yako ili uweze kusoma kwa uzuri zaidi. Na kwa nukta hii tunakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Mimi naitwa Shehani Mzaina. Asante kwa muda wako. Usisahau kulike na kusubscribe. Kikubwa bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa za habari mpya. Lakini pia tufuate katika kurasa za Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Tunatumia jina la Toka Zamani TV iwe karibu zaidi na matokeo pindi yanapotokea. Asante kwa sasa. Ni mji mkongwe wa Mtwara Mikindani.